Bwana, wapi vigelegele kwa ajili yake? Piga makofi mazuri. Haleluya. Amen. Karibu. Haleluya. Hebu tuinue mikono yetu mbele za Bwana, tumshukuru kwa ajili ya huduma ambayo tumeipata toka asubuhi. Mshukuru Mungu kwa neema ambazo zimekusanywa. Ukiwepo miongoni mwa wenye neema, huwezi kupona kuwa na neema. Baba, tunalibariki jina lako kwa sababu ya vipawa vya ajabu umevikusanya hapa ili kutuhudumia toka jana, leo na kesho. Mungu, itakuwa ni jinai kama tutaondoka hapa maisha yetu hayajabadilishwa. Itakuwa ni jinai kama hatutaenda kwenye ngazi nyingine, katika jina la Yesu aliye hai. Kama ambavyo mtumishi wako Onesmo amesema, tuhurumie Baba, tuhurumie, tunyeshe mvua ya neema katika jina la Yesu aliye hai. Mpe Bwana Yesu makofi wakati tunapoenda kukaa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hakuna majivuno na majigambo ya baba kama anapoona watoto wake wanafanya vema kuliko yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Baba mzuri atataka kumwona mtoto wake akiwa bora mara nyingi kuliko yeye. Amefika mahali ambapo yeye hajafika. Amefanya kwa urahisi kuliko yeye alivyofanya. Na upako huo wa kupenya Bishop Dickson katika jina la Yesu aliye hai ukawe juu yako bila kulipa gharama yoyote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Watu wakashangae hatua zako, watu wakashangae penyo zako, watu wakashangae mguso wako katika jina la Yesu aliye hai. Na mtu mmoja aseme amen. Jina la Yesu libarikiwe. Baba, hebu tuende Ezra 2:58 hadi 62. Ezra sura ya 2:58 hadi 62. Yule mtu wa maandiko naomba uwe mpesi kidogo. Anasema Wanefini wote pamoja na watumwa wa Sulemani walikuwa 392. Mstari unaofuata. Na hawa ndio watu waliokwea kutoka Tel Mela na Tel Harsha na Kerubu na Adani na Imeri. Walakini, angalia hiyo walakini. Hebu sema pamoja nami, walakini. Hiyo ndio cha kuangalia. Hawakuweza kuonyesha mbari ya baba zao. Sawa, umesogea. Baba yako nani? Who is your father? Wala kizazi chao kwamba walikuwa wa Israel. Yani ulivyo leo, it can be traced back to your father. Haitakuwa sawa na baba yako. Itakuwa kwa upeo mwingine kwa baba yako. Lakini lazima kuwe na mahali ambapo ndo chemchemi na chimbuko la mahali ulipo leo. Mstari unaofuata 60. Wana wa Delaya, wana wa Tobia, wana wa Nekoda 652. 61. Tena wa makuhani, wana wa Habaya, wana wa Hakosi, wana wa Barzilai, yule aliyeoa mojawapo wa binti za Barzilai Mgileadi, akaitwa kwa jina lao. Mstari wa 62 ndio kuna neno la kuwa nalo makini. Hao walitafuta orodha yao. Kiingereza anasema walitafuta genealogy yao. Walitafuta ukoo wao. Walitafuta orodha ya vinasaba vyao. Yani hao wanatokea wapi? Nani baba yao? Anasema Kiswahili babangu. Hao walitafuta orodha yao miongoni mwa wale waliohesabiwa kwa nasaba, wasionekane. Walipokosa, walipotokea. Angalia kilichotokea. Kwa hiyo walihesabiwa kuwa unajisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Your priesthood, ukuhani wako, unahesabiwa kuwa najisi kwa sababu wanashindwa kujua ulikotokea. Aliyetoka kwa Mungu moja kwa moja ni mmoja tu, Adamu wa kwanza na Adamu wa mwisho. Wengine wote ukiwa trace kuna mahali ametokea. Ezra anasema hawa walihesabiwa kuwa najisi. Nini sababu? Baba hajulikani. Lakini baba yako unaweza ukamjua. Samueli wa kwanza sura ya 10
mstari wa 10 hadi 12. Samueli wa kwanza 10 hadi 12. Anasema basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii wakakutana naye, kisha roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu. Sauli, roho ya Mungu ilimjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Kwa hiyo hakuwa gifted. Alipokuja katikati ya watu walio gifted, walio na vipawa, walio na neema, ye naye akadhihirisha hiyo neema. Ikawa wote waliomjua zamani walipoiona jambo hilo, kwamba tazama huyo anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wakasemezana, ni nini hilo lililompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Hawa walishangilia tu upako, walishangilia neema, walishangilia anapotembea katika ile neema na ule moto. Wengi walishangilia neema. Lakini mstari wa 12 kuna mmoja mwenye hekima akisema, naye akajibu mtu mmoja. Wengi walishangilia, lakini mmoja akauliza swali. Bwana Yesu asifiwe. Naye akajibu mtu mmoja mahali hapo akasema, na baba yao ni nani? Who is your father? Umetokea wapi? Isije ikawa ni uzao najisi, isije ikawa ni neema najisi, isije ikawa ni upako najisi. Umetokea wapi? Umetokea wapi? Kwa hiyo kama kuna mtu aliuliza baba yao ni nani, wewe mwenyewe unaweza ukajiuliza baba yangu ni nani? Na kama Paulo aliposema tuna walimu 10,000 lakini hatuna baba wengi, unaweza kawa na baba zaidi ya mmoja. Kuna kitu, yani kuna watumishi ambao wameathiri kitu fulani katika maisha yako na wameacha alama ya kudumu. Alama ya wokovu iliachwa kwenye maisha yangu na mtumishi wa Mungu Apostle Vernon Fernandez. Alama ya huduma iliachwa katika maisha yangu na mtumishi wa Mungu Apostle Dunstan Selwyn Haule Maboya. Alama ya huduma ya kufundisha iliachwa katika maisha yangu na mtumishi wa Mungu Christopher Mwakasege. Hawa sio watu ambao kwa mbali. Kuna wakati nilikaa nyumbani kwa yule baba kwa siku 21 na chumba ambacho anakitumia kama study room ndio ilikuwa ni chumba changu cha kulala. Sikuwa nalala, nilikuwa napitia vile vitabu ambavyo yeye anapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Who is your father? Baba yako ni nani? Hebu muulize jirani yako, baba yako ni nani? Baba yako ni nani? Kuna kitu tunaenda kuangalia sasa. Tutaenda kuona katika huu mtembeo ambao umekuja sasa, kwa nini swala la baba ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa 5 na mstari wa 6. Anasema, angalieni nitawapelekea na Elia nabii. Anazungumza haya maneno mamia ya miaka baada ya Elia nabii mwenyewe kuwa ameshachukuliwa na kwenda kuwa kwa Bwana. Angalieni nawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Na anasema kama mwalimu Onesmo, hii siku kuu ya kuogofya sio lazima iwe unyakuo, ni siku ya mambo makuu na ya kutisha kutokea katika maisha, biashara, huduma, taaluma, jamii, siasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu lazima kiwekwe sawa katika nchi ya Tanzania ili tuone hiki kitu kikikaa sawa. Tanzania tusijione kwamba ni wa mwisho. Divai ya mwisho ilikuwa njema kuliko ya kwanza. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Utukufu wa mwisho utakuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Lakini kuna vitu lazima turekebishe. Kuna vitu lazima tusijisikie vibaya kwamba tumekosea. Tunyenyekee, turekebishe na itakuwa sawa. Hebu sema na itakuwa sawa. Na atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Asante Onesmo, moyo unakuja tena. Yaani mioyo. Ishu kati ya baba na wana ni ishu ya mioyo. Ishu ya mioyo. Kuwa baba sio kitu rahisi. Sio kitu rahisi.
Watoto wanaweza wakakukwaza, lakini baba uliza, amenikwaza kwa sababu amejaa makwazo au amenikwaza kwa sababu ya ufahamu alionao? Kama ni utoto ndio umefanya kukwaze, mrehemu mwanao, usimlaani mwanao. Uzee wako utakula kwa mwanao. Unapomlaani mwanao, unafanya uzee wako uwe mgumu bila sababu. Sababu mwanao ndio atakaye kuangalia katika uzee wako. Usimlaani. Usimlaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mwanao asipokuumiza, nani akuumize? Bwana Yesu asifiwe sana. Si wanasema kucheka kwa adui ni kwingi, lakini kofi la rafiki ni amini. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema atageuza mioyo ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Kwa sababu sio tu watoto wanakosea baba zao, sisi baba tunakosea watoto wetu pia. Andiko lile linalosema waheshimuni wazazi wenu katika Bwana linasema, wazazi msiwachokoze watoto mkawasababisha wakate tamaa. Hili sio swala la watoto kunyenyekea wa baba. Nyenyekeaneni, baba kwa mtoto, mtoto kwa baba, katika kicho cha Mungu. Katika kicho cha Mungu. Mungu atusaidie na atatusaidia kutengeneza. Na kwa nini anataka kuwe na matengenezo kati ya watoto na baba na watoto? Kuna kitu pale mstari wa 6 mwishoni, hebu tukiangalie 6, ili asije akaipiga, anasema ili nisije nikaipiga dunia kwa laana, ili nisije nikaipiga Tanzania kwa laana. Tofauti ya baraka na laana, unapoelekea huku baraka inakusukuma, unapoelekea huku laana inakuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ili kuwe na msaada wa Mungu katika kizazi chetu, lazima hii shida ya baba na watoto itatuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Luka sura ya 1 mstari wa 13 na 17. Hii roho ya Elia inayepatanisha watoto na baba yao, baba na watoto, ilikuwa ndani ya Yohana Mbatizaji. Angalia kazi ilifanya. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yohana. Mstari wa 14. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Mstari wa 15. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Kwa nini anahitaji kujazwa Roho Mtakatifu mapema hivyo? Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Unajua, kabla nchi yetu haija experience revival ya kuleta watu kwa Bwana, lazima experience revival ya kurejesha kanisa kwa Bwana. Takataka inayoendelea kanisani lazima kwanza isafishwe, kwa sababu huyu Bwana mavuno pepeto lake li mkononi mwake. Atasafisha kwanza sana uwanda wake kabla hajaikusanya gala iingie galani, hajakusanya ngano iingie galani. Na kama kuna eneo linahitaji tusafishwe, ni mahusiano kati ya baba na watoto na baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye atatangulia mbele zake huyo Yohana Mbatizaji katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuatilia waasi akili za wenye haki. Kabla waasi Tanzania hawajatilia akili ya wenye haki, lazima mioyo ya wababa iwarudie watoto wao, na watoto iwarudie baba yao. Hivi kama mtu amekulia chini ya huduma yangu, hivi unajua akikwama ni udhihirisho wa maandalizi aliyoyapata. Hivi unafahamu hivyo? Yaani kumkwamisha mtoto wako au kumkwamisha mwanao wa imani au mwanao katika huduma inazungumza sana kuhusu wewe mwandaaji. Sifa ya shule ni wanafunzi wanaotoka.
Sifa ya huduma sio huduma tu unaifanya. Watoto wa namna gani umewazaa? Watoto wa namna gani umewazaa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie mioyo wa baba iwarudie watoto na mioyo ya watoto iwarudie baba zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumalizie huo mstari wa 17 hapo, mtu wa Mungu. Anasema na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Kwa sababu kuna matengenezo kabla ya uamsho. Kuna reformation before revival. Na reformation inatakiwa kanisani. Hii roho ya Elia tunaiona tena kwenye kitabu cha Isaya sura 40 mstari wa 1 hadi wa 5. Isaya sura 40 mstari wa 1 hadi wa 5. Mimi ni waombe kina Onesmo, kina Freddy Msungu, kina Charles. You're a bit younger than Bishop Talitinya. Msiache hichi kitu mlichokibeba. Hata kama itawagharimu nini. Don't let it go. Lipa gharama ya kutembea na neema kubwa. Tena naomba, don't even notice wanapokupiga vita. Be so immersed in the grace of God. Hata hamjui kama mnapigwa vita. Tanzania imechelewa mno kwa watu kuumia kirahisi kwa sababu ya vita wanavyopigwa. Je, hatudhani kwamba ni wakati wa Tanzania kupona? Je, hatudhani sisi kama vyombo vya neema, hii neema tuliyoibeba, tu focus katika kuibadilisha nchi yetu? Tanzania imechelewa. Tunateseka mpaka kwenye siasa, sio wanasiasa. Watu wetu wanauawa kwenye kipindi cha uchaguzi, sio wanasiasa. It is us, the church, and the grace that we have. Kwa kubalini tu vita. Kubalini tu vita. The more mnaweza mkastahimili vita, the greater grace he will trust you with. The greater speed he will trust you with. Msiogope. Yesu alisema kama walimuita mkuu wa nyumba Beelzebuli, nyie watawaitaje? Kama umeufanyia mti mbichi hivi, watafanya nini mti mkavu? Do not notice vita. Msione. Msione. Onesmo, please, msione vita. Deliver grace. Just deliver the grace that you carry. Msungu, msione vita. Deliver grace. Mke wa Nahabali alikuwa mwanamke mwenye hekima. Alipojua mumewe ameharibu, akamwahi Daudi asipoteze neema kwenye vita ambavyo hajaitiwa na Bwana kupigana. Akasema usimjali huyu mume wangu mpumbavu. Na mke wako akikuita mpumbavu, ni mpumbavu kweli wewe. Ni mpumbavu kweli. Akamzuia. Msivipigane vita ambavyo Mungu hajawaitia. Test, deliver, grace. Afu mwisho wa siku, grace will speak for you. Hivyo tu. Hivyo tu. Msungu, usiogope kanisa likibebwa ikavunjika. Linavunjika dogo ili ujenge kubwa. Usiogope Charles, usiogope. Washirika wakichukuliwa, anachukuliwa mmoja ili 10 washike upindo wa yeye anayeabudu kanisani. Sema nitakuja kanisani kwako, maana nimesikia kwamba Bwana yuko pamoja nanyi. Just don't fight battles ambazo haziwahusu. Mungu mwenyewe alisema utanyamaza kimya nami nitawapigania. Msilipe kisasi, kisasi ni cha Bwana. Na huyu Bwana anayelipa kisasi sio lazima amdestroy adui yangu.
Manake hapendezwi na kifo cha mwovu. Kisasi cha Bwana ni kuendelea kukuinua zaidi na zaidi na zaidi, na kuachilia neema zaidi na zaidi na zaidi katika maisha yetu. Kanisa la Tanzania tumechelewa kwa kupigana. Unaposemeshwa na hujibu, hiyo sio vita. Vita inahitaji wawili. Wanasema kwa Kiingereza it takes two to tango. So mtu akinipiga na maneno na simjibu, hiyo sio vita. Yeye anahangaika kupoteza nguvu zake na mimi. Nyie pakueni neema. Pakueni neema. Mlichobeba nchi hii inahitaji. Alisema hivi TD Jakes. Akasema nikiwa kwenye safari naelekea mahali fulani, alafu vita ikaanzishwa hapa pembeni, nikiacha ile safari ninayoenda nikapigana ile vita, hata nikishinda nimeshindwa, maana ile vita imenifanya nichelewe katika ile safari ambayo ninakwenda. Kuna mithali ya Kiafrika nasema kwamba hakuna simba anageuka kwa sababu kuna mbwa anabweka. Mbweko wa mbwa, it is not important to the lion. Bwana Yesu asifiwe sana. Suleiman anasema kwenye mithali, anasema kwamba simba hageuki wala kugeuzwa na yeyote. Hichi kizazi kikavae roho ya simba. Don't conquer people, conquer territories for the Lord. Usishindane na watu. Usishindane na watu. Watu hawataacha kusema. Endeleeni kufanya mlichoitwa na Mungu kufanya. Kwenye job description ya wito wako hakuna kitu cha kupigana na watu. Haiko. Deliver. Dickson, usipigane vita ya Moshi. Maliza lile jengo tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2029 tuhamie. Hivyo tu. Wacha wazungumze, achana nao. You don't need everybody to be with you. If God be for you, who can be against you? Just have God on your side. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya Elia Isaya. Watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu. Na hili neno Mungu anazungumza na sisi Tanzania. Semeni na moyo wa Yerusalemu, akimaanisha kanisa. Kauambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha. Sasa kama Mungu amevimaliza vita vyako, usivianzishe. Amevimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Uovu wake umeachiliwa kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Kanisa la Tanzania tumepokea maradufu kwa mkono wa Bwana kwa sababu ya makosa yote tuliyokosea. Jinsi ambavyo wageni wamekuja katika nchi yetu, tukawaibia hela, tukaandika bajeti ambazo sio realistic, wakatoa hizo hela, tukatumia robo ya hiyo hela kufanya mkutano, robo tatu ya hiyo hela tukaitumia kwa matumizi yetu binafsi. Mungu turehemu kanisa lako katika nchi hii. Je, utashika hasira daima? Katika ghadhabu, Mungu naomba ukumbuke rehema. Mungu katika nchi hii kaifufue tena kazi yako. Maneno ya kutisha, matendo ya kutisha ambayo tumesikia habari zake. Mungu turehemu katika hii nchi. Fufua tena kazi yako katika nchi hii. Si kwa sababu yetu, lakini kwa sababu ya kile ambacho Yesu alifanya pale msalabani. Msalaba. Kwa sababu ya maombi ya Zaburi 2:8, uniombe nami nitakupa mataifa na miisho ya dunia kuwa milki yako. Turehemu Mungu wetu. Si ndio maana damu ya Yesu ilimwagika? Si ndio maana alipigwa kwa sababu ya dhambi zetu, alichubuliwa kwa sababu ya maovu yetu? Si ndio maana amani adhabu ya amani yetu iliyokuwa juu yake, ili kwa kupigwa kwake Watanzania tusipigwe tena baada ya Yesu kupigwa kwa ajili ya makosa yetu. Turehemu tu. Turehemu tu. Turehemu tu. Turehemu Tanzania. Turehemu. Vijana, acheni hii vita ambayo tulianzisha huku. Achaneni na hii vita. Fanyeni kazi ya Mungu. Fanyeni kazi ya Mungu. Tumepokea toka kwa mkono wa Bwana zaidi ya adhabu ambayo tunatakiwa kuipata maradufu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ambalo nimepewa bahati na fursa ya kulihudumia
Tunaomba kwa ajili ya uamsho. Hatujali hata kama huu uamsho hautapita kwetu, alimradi tuuone katika nchi yetu. Hatujali hata kama sio sisi tunatumika, lakini tuone uamsho unaoleta nafsi kwa Yesu, ili matendo ya makuu ya Mungu yakaonekane tena katika nchi ya kwetu. Heshima ya Yesu ikarudi tena katika nchi yetu, ikarudi kwenye executive, ikarudi kwenye judiciary, ikarudi kwenye legislature, ikarudi in the marketplace, ikarudi tena heshima ya Mungu wetu, ikarudi tena heshima ya Mungu wetu. Hem, tumalizie pale. Anasema sikiliza na sauti ya mtu aliaye. Afu anasema itengenezeni nyikani njia ya Bwana. Hii ni roho ya Elia. Anasema nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Haijalishi kuna jangwa kiasi gani katika nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Aina za huduma za Mwalimu Onesmo, yani kwenye nchi yetu pale. Wakati inatakiwa iwe ni storm, iwe ni dhoruba imefunika nchi nzima, shetani achanganyikiwe. By the time kichwa chake kinakaa sawa, Tanzania ishakuja kwa Yesu siku nyingi. Tanzania ishakuja kwa Yesu siku nyingi. Ubaya wa huduma kama ya Mwalimu Onesmo kuwa sehemu moja, ni rahisi shetani kugang up na kushambulia choo kitu kimoja, lakini zikiwa kila mahali, anajaribu kushika huko anasikia habari huko, anajaribu kushika huko anasikia habari huko, anajaribu kushika huko anasikia habari huko. Lazima unyanyuke katika jina la Yesu aliye hai. Lazima mvua ya neema ije juu yako kwa jina la Yesu. Lazima uinuke katika jina la Yesu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Tunashtuka watu 2.5 huduma hiyo inaenda kukusanya watu 2.2 kwenye mkutano. Tunashtuka watu 600,000, watu 6,000 wanaokoka, 1,600,000 wanaenda kuokoka katika huduma hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni utukufu zaidi Mungu anapotumia vyombo ambavyo sisi tunadhani haviwezi vikatumika. Ndipo heshima ya mfalme inaporudi. Heshima ya mfalme inaporudi. Biblia inasema, watu wa Mungu wa thamani, Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Kiingereza anasema like passions. Alikuwa mdhaifu kama sisi, lakini aliomba kwa bidii mvua isinyeshe. Alithubutu kumwambia rais wake, mvua hainyeshi hapa mpaka niseme. Kwa nenda kalete nabii mwingine yoyote mahali popote. Watu wa Mungu wa thamani, watu wa Mungu wa thamani, Tanzania inuke. Watanzania nao wainuke. Hiyo kitu cha tohara ya moyo tumetoka kuisikia. Hiyo tohara ya moyo ipite katika mioyo yetu. Mazagazaga yatoke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Anaendelea kusema kila bonde litainuliwa. Hiki ndicho roho ya Elia inachokuja kufanya. Inainua kila bonde. Chochote kilicho chini ya kiwango kinaletwa kwenye kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kila mlima na kilima kitashushwa. Chochote kilichopitiliza, excess yoyote, inaletwa sawa. Inaletwa sawa. Anasema palipopotoka patanyooka, na palipoparuza patasawazishwa. Yaani kuna matengenezo, kuna roho inapita na matengenezo. Mstari wa 5, na utukufu wa Bwana utafunuliwa. Jambo moja ambalo na uhakika nalo na nitaliona kama sijalala, ni utukufu wa Mungu kufunuliwa katika nchi yetu. Utukufu wa Mungu kufunuliwa katika nchi yetu. Utukufu ni neno la ajabu sana. Kila alicho Mungu na kila alicho nacho Mungu kitafunuliwa katika nchi yetu. Kitafunuliwa katika nchi yetu. Na habari za Tanzania zitakapofika kwenye senta za uamsho sehemu mbalimbali duniani leo, watasema kuna neno jema linaweza likatoka Tanzania, alafu itasikika miongoni mwa mataifa, twendeni mkaone. Twendeni mkaone. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja. Kwa nini? Kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya.
na full blown revival wala haiko mbali, kwa sababu mvua ya vuli tayari inanyesha. Tayari inanyesha. Unapoona huduma kama za kina Onesmo zinainuka, mvua ya vuli imeanza kunyesha. Mvua ya kuandaa mashamba, mvua ya kupandia. Na cha ajabu kwenye revival kuna season overlap. Apandaye anamfikiria avunaye, avunaye anamfikiria tena apandaye. Kunakuwa na season overlap. Onesmo, you don't know, you are a sign and a wonder. Tunao perceive kwenye ulimwengu wa roho, tunapoona kinachotokea Njiro, tunasema oh Mungu, jina lako libarikiwe. Hoja Simeon na Ana walikuwa wanaomba kwa ajili ya Mwokozi, lakini walimtambua Mwokozi akiwa an infant. Katoto, kachanga. Sidhani hata kitovu chake kilikuwa kimekauka. Sababu ilikuwa ni siku ya 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoona mtu kama Pastor George Mukabwa anakusanya vijana watumishi na sio wazee, ni kwa sababu naye amedaka. Ukidaka unatumika kama chombo, unatumika kama chombo. Na Simoni kijana hata mmoja hapa aliye wa kawaida. Simoni aliye wa kawaida, kwa sababu ni kwa neema, ni kwa neema, ni kwa neema. Huyu ndugu Stefano alikuwa amejaa neema na nguvu. Matendo 6:7. Kama amejaa, alijazwa. Alijazwa. Paulo alitamani asiwe na udhaifu wowote. Mungu akamwambia neema yangu yatosha. Tunaenda mahali pazuri. Mwambie jirani yako tunaenda mahali pazuri. Tunaenda mahali pazuri. Sasa tutahadhari katika mahusiano ya baba na mwana katika saa hii. Hebu tuende kwenye kitabu kile cha Mwanzo 49. Mwanzo 49. Mstari wa 1 mpaka mstari wa 4. Mwanzo 49:1 hadi 4. Yakobo akawaita wanawe, akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Nafikiri kwa Kiingereza aseme end times, anasema latter days, siku za baadaye. Na siku za baadaye sio lazima iwe miaka mingi ijayo. Kesho yenyewe ni siku za baadaye. Kesho ni siku ya baadaye. Anasema kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israel baba yenu. Unajua ahadi ya Mungu kwa Ibrahim haikutimia kwa Ibrahim, ilitimia kupitia wanawe. Unajua Mungu hana vitukuu vya kiroho. Ndio maana Ibrahim ni baba wa Isaka, Ibrahim ni baba wa Yakobo, Ibrahim ni baba wa Israel. Baba, hakuna wajukuu, hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema Ruben mzaliwa wangu wa kwanza. Hebu sema Ruben mzaliwa wangu wa kwanza. Kitabu cha hiki tu ilinishangaza sana. Waebrania, kanisa la Yesu Kristo haliitwi kanisa la mzaliwa wa kwanza. Maana lingeitwa kanisa la mzaliwa wa kwanza ingemaanisha ni kanisa la Yesu. Linaitwa kanisa la wazaliwa wa kwanza. Sababu kwenye familia ya Mungu hamna first born, second, third, fourth. Wote ni first borns. Kwa ni candidate wa double portion anointing iliyokuwa juu ya Yesu. Au sio Yesu aliyesema mkiniamini mimi kazi nizifanyazo na nyie mtazifanya na hata Yesu haogopi. Mimi na wewe wanafunzi wake kufanya kazi kubwa kuliko hizo. Kwa nini? Anajua katika siku yako na siku yangu changamoto zitakazokuwepo ni kubwa kuliko zilizokuwepo siku zake. Kwa neema ya kutatua hizo changamoto inabidi iwe kubwa kuliko ile ambayo ilikuwa iko juu ya maisha yake.
kanisa la wazaliwa wa kwanza. Si ni Warumi amesema kwamba Roho anashuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni wana wa Mungu, na kama ni wana ni warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Neno pamoja maana yake sio kwamba Kristo anarithi na mimi narithi. Alichorithi ninarithi, alichorithi ninarithi. Nafuatilia huduma ya Yesu, alikuwa hajimwambafai. Anasema kwamba sio mimi nazifanya hizi kazi, ila Baba yangu huzifanya ndani yangu, au kile ambacho Baba amewekeza ndani ndicho ambacho kinaniwezesha kufanya ninachokifanya. Kwa Reuben, mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu, anasema na malimbuko ya uwezo wangu, the first fruit of my ability, my power, my efficiency and my might. Umewapita wengine. Hiki ni kizazi ambacho kimepita kwenye changamoto na baba yao, lakini kizazi ambacho potentially ndani kimepita vizazi vingine kwa ukuu na kwa nguvu. Ukuu sio ukubwa, ukuu ni mguso. So we will not only have mega churches and mega ministries, we will have mega impact. Kutakuwa na impact kwenye kanisa la Mungu katika nchi hii mpaka kanisa litajadiliwa kwenye vikao vya baraza la mawaziri, kwamba hawa watu tunawafanyaje. Wakati Yuda anamzaa Perezi, wakati Tamari anamzaa, alitunga mimba ya mapacha. Wakati wa kuzaliwa, yule aliyetakiwa kuzaliwa wa kwanza akatoka. Tena alitoka kwa namna ambayo sio rahisi mtu atoke. Kuna daktari hapa, hakuna mtoto anazaliwa anatoa mkono. Kwa hiyo kama anatoa mkono, inaona struggle iliyoko huko ndani ilikuwa sio kawaida. Yaani kuna mmoja alikuwa na mzuio mwingine asitoke, akatoa mkono. Yule mkunga akaweka alama. Afu ghafla ule mkono ukarudi. Alafu akatoka yule mwingine kaa risasi. Na njia ya uzazi haina service road. Hebu sema haina service road. Kwa yule mtoto alirudishwa ndani ya tumbo pamoja na kwamba chupa yake imepasuka ili huyu mwingine atoke. Alafu yule mkunga akasema, umetoka tokaje? Kama alivyosema mwalimu Onesmo, grace has results that cannot be explained. Ili umetoka tokaje? Umpatapataje hiyo biashara? Umepataje hiyo nafasi ya kisiasa? Umeipataje? Afu akasema mambo ya nguvu na ya kufuate. Kizazi hiki mambo ya nguvu ya wafuate. Mambo ya nguvu ya wafuate. Yabez aliomba akasema, lau ungenibariki kweli kweli. Ni maombi yangu na dua, Mungu akawabariki kweli kweli. Akasema na ukaiongeze hozi yangu. Ni maombi yangu na dua, hozi yenu ikaongezwe. Akasema mkono wako unilinde na uovu usiwe kwa huzuni yangu. Uovu utakuwepo, lakini mtakingwa na huzuni itokanayo na uovu. Kizazi chenu kitapigwa vita kuliko kizazi kingine chochote, lakini giza lilipoongezeka, neema nayo iliongezeka zaidi katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo akasema kwamba viwe vya Bwana na sio ya chombo. Mimi maombi yangu ulichofanya wewe ukakwama. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Usijione sawa na baba yako hata siku moja. Hata siku moja. Mpe heshima baba yako. Kwenye Samueli wa pili 15 mstari wa 2 hadi wa 6, andika tutaenda kusoma mwenyewe. Ni habari za Absalom. Basi siku moja akaamka, akajichagulia watu wakamfuata. Akaenda kwenye lango la mji ambao watu wanaingiaga kwenda kumuona baba yake ili aamue kesi zao. Alafu Biblia inasema kwamba akawa anawashika, anawakumbatia. Biblia inasema kubusu, lakini kubusu anachomaanisha anawakumbatia, akawaonyesha upendo. Alafu akaanza kumharibu
kuharibu kinyume na baba yake. Akasema shida ulionayo ni njema, lakini hakuna mtu wa kukusikiliza. Na wale watu they were so naive, wakakubali. Afikaonekana kama Absalom anatatua matatizo ya watu. Usiikuze huduma yako nyumbani kwa baba yako. Do not do that. Kuwa mwaminifu kwa huduma ya baba yako, maana aliye mwaminifu kwa cha mwingine, Mungu atamwamini na cha kwake. Unafahamu kwamba ni neema kwa sababu huhitaji kutumia ujanja ili kutoboa. Absalom akaanza kutengeneza mazingira ya kuingia kwenye ufalme. Mtu hafungui mlango kwa ajili ya karama. Karama inafungua mlango kwa ajili ya mtu. Kama you are gifted, utaonekana tu. Na saa zingine unapotoa ruksa kwa mwana kusikika katika madhabahu yako, ndo unamharibu. Ningemruhusu Bishop Dickson ahudumu kwenye kipindi cha miaka 7 ambacho alikuwepo katika huduma kabla hajarudi Moshi. Ningemruhusu ahudumu. Kuna hatari katika umri ule aliokuwa nao. Angeanza kujiona sawa na baba yake, ndo hapo sasa angekwama. Kwa usifikiri unawasaidia wanao unapowapa madhabahu. Unaposikia kina Fred Msungu lazima wawepo kanisani Jumapili, sio kwamba hakuna watu wa kuhubiri kule. Hataki kuharibu. Unaposikia Oyedepo lazima awe kila Jumapili kanisani, sio kwamba hamna majito ya kuhubiri kwenye ile huduma. Hataki kuharibu wanao. Usijione hata siku moja sawa na baba yako. Usikuze huduma yako katika nyumba ya baba yako. Subiri wakati ufike. Mrithi angalipo mtoto hana tofauti na mtumwa, japokuwa ni bwana wa yote. Utumwa haugeuzi kwamba wewe ni bwana wa yote. Utumwa unakutengenezea nidhamu ili ukija kuwa bwana uwe na self discipline. Huna nidhamu binafsi kwa sababu hukukubali kunidhamishwa. Unapokubali kunidhamishwa, unafanya si kwa sababu unajisikia, unafanya kwa sababu umeambiwa ufanye. Itakujengea nidhamu kwenye huduma yako. Anasema bali yu chini ya watunzaji na waangalizi mpaka wakati ulioamriwa na baba. Sio baba wa mbinguni, baba yako wa imani, baba yako wa huduma, baba yako wa kiroho. Anakuita anasema, mwanangu, mimi nafikiri ni wakati wako wa kwenda na kuanzisha kazi yako. Usitake hela kutoka kwa baba yako. Usitake vyombo kutoka kwa baba yako. Usitake akupe kiwanja. Taka akutamkie. Taka tu akutamkie. Maneno ya baba yako ni zaidi ya hazina ya dhahabu iliyoko BOT. Ni zaidi ya hazina ya fedha za kigeni ambazo tunazo BOT. Maneno ya baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hapa kwa habari ya Absalom, usitafute kuraise huduma yako kwenye nyumba ya baba yako. Bishop, viongozi wa sifa na kuabudu katika makanisa tunayoongoza, kwa sababu wanahudumu katika madhabahu tulizopo, wanapokuwa na event za kwao bila kuwaambia baba zao, wanazungumza na washirika mule ndani ili wakahudumu kwenye madhabahu zao. Unapoona wale wahudumu ambao umewachukua toka kanisani kwa baba yako wanahudumu kwenye madhabahu yako, kwenye semina yako, kwenye kongamano lako, kwenye tamasha lako, itakufanya udhani umefika. Wakati ulichofanya ulichukua cha nyumbani kwa baba yako. Nyumbani kwa baba hatuchukui, nyumbani kwa baba tunapewa. Nenda kamwambie baba yako kwamba una event, afu baba ndo akwambie kwamba okay sawa, ngoja tutazungumza na vijana wale ambao wako tayari wakasimame na wewe. Mimi sijakuwepo muda mrefu, lakini katika huduma ya sifa na kuabudu kwenye nchi yetu nikiwepo, vizazi 4 vya waimbaji na wapigaji wamepita, na wengi wao hatujui walipo. Shida yao ilikuwa nini? Wanaenenda vipi na baba yao? Walijiona sawa na baba yao?
Kwa baba ana semina leo, kesho na kesho kutwa. Afu kesho na yeye ana tamasha mahali. Hutaenda. Usishindane na baba yako. Airisha ya kwako. Katumike semina ya siku 3 kwa baba yako. Alafu mwambie baba, mimi nimetumika hapa lakini nina tamasha Jumamosi. Acha azungumze neno. Acha azungumze neno. Mnamfahamu mwimbaji Nigeria anaitwa Moses Bliss. Alitumika chini ya Joe Praise kama backup singer. Alionyesha tabia tofauti sana. Wakati wengine wanataka walipwe, yeye akija kutumika anakuja na bahasha. Akimaliza kutumika anaenda anapiga magoti kwa Joe Praise, anasema baba, ninakubariki kwa hii sadaka kidogo nilionayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Baba akitaka kutoa bahasha anasema baba, unapotoa bahasha kunipa unafuta bahasha niliyokupa. Mimi sijaja hapa kupata bahasha. Mimi nimekuja kutoa vipawa vyangu na kile kidogo ambacho Mungu amenibariki nacho. Mwangalia Moses Bliss alipo leo. Look at where Moses Bliss alipo. Nathanael Bassey alikuwa kwenye moja ya makanisa ya mtumishi wa Mungu Enoch Adeboye inaitwa City of David. Akaalika watumishi toka Marekani kuja kuhudumu kwenye hilo kanisa. Wale watumishi wa Marekani wakaona kipawa cha Mungu kilichoko juu ya Nathanael Bassey. Wakamwomba mchungaji kwamba waondoke na yule kijana. Yule mchungaji akakataa. Uzuri mmoja alikuwepo Nathanael Bassey pale pale. Akakataa, akasema nyinyi wa Marekani mkichukua vipawa Afrika mnaenda kuviharibu. By the time vinarudi Afrika mmeshavikamua vijabaki na kitu. Mimi siruhusu aondoke. Wakamfuata Nathanael Bassey baadaye akiwa hayuko na baba yake. Wakasema bwana, achana na baba yako. Anakuzibia, anakudhibiti, hataki uinuke. Twende, tutakulipia ticket na kule Marekani utakuwa na maisha mazuri. Nathanael Bassey akasema kwamba baba yangu alisema nikiwa nasikia, siwezi nikafanya hilo kosa. Hakwenda. Wakati Donald mwaka ujao umepita na sioni. Akamwandaa mke wake akamwambia, Margaret, I am leaving. Ninaondoka. Usitake macho yako yatolewe. Kuna muujiza mmoja ambao Yesu aliufanya wa kufungua macho ya vipofu. Alimkuta mtu ambaye hana macho kwenye socket zake. Hana. Sio kwamba ni kipofu ambaye macho hayapo. Akatema mate, akachanganya na udongo. Akampaka. Akamwambia nenda kanawe kwenye birika la Siloamu. Moja ya sababu, Siloamu means sent one. Moja ya sababu kwa nini kuna apostolic ministries zinainuka kwenye nchi hii saa hii ni hili. Macho yalioondolewa kwa sababu ya kudharau baba zetu yakarudishwe. Hichi kizazi kinahitaji kuona tena. Sio kwa sababu tunastahili kuona, lakini kwa sababu tunahitaji kuona. Sio kwa sababu ni kwa ajili yetu, lakini ni kwa sababu ya Tanzania. Sio kwa sababu ya majina yetu, lakini ni kwa sababu ya jina lake kuu. Hivi kuna mahali ulipishana na baba yako? Hivi kuna mahali tuliwatendea isivyo sawa baba zetu? Hata kama sio mimi nimefanya. Kanisa la Yesu Kristo sio individuals, ni viungo ndani ya mwili mmoja. Kiungo kimoja kikikosea, sisi sote tumekosea.